inasafisha. Ujana wangu ni uovu, damu ya Yesu yaokoa, damu ya Yesu yakomboa, inarejesha kabisa. Uzee wako ni uovu, damu ya Yesu yaokoa, damu ya Yesu yakomboa, inasafisha kabisa. Damu ya Yesu, abudu damu, inasafisha. Kiri damu, damu ya Yesu, mikono yangu ni michafu, damu ya Yesu ya, damu ya Yesu yakomboa, inarejesha kabisa. Umelemewa na kiburi, masengenyo na kijito, damu ya Yesu yaokoa, inarejesha kabisa. Bartimayo aliita, damu ya Yesu akaona, damu ya Yesu yakomboa, inasafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, inasafisha. Abudu damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, inasafisha. Abudu damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, inasafisha. Umelemewa na usherati, damu ya Yesu ndiyo dawa, damu ya Yesu yaokoa, inarejesha kabisa. Watoto wako ni kiburi, damu ya Yesu ndiyo dawa, damu ya Yesu yaokoa, inasafisha
kabisa, damu ya Yesu, damu ya Yesu inasafisha, inua damu ya Yesu, damu ya Yesu inasafisha, abudu damu ya Yesu, damu ya Yesu inasafisha, nahitaji damu ya Yesu nioshwe kabisa, nahitaji damu ya Yesu nioshwe kabisa, nahitaji damu ya Yesu, mimi nahitaji damu ya Yesu, milele natamani damu ya Yesu, nioshwe, nahitaji damu ya Yesu, nahitaji damu ya Yesu nisafishwe milele, nahitaji damu ya Yesu nitakaswe kabisa, mikono yangu ni miovu isafishwe kabisa, nahitaji damu ya Yesu nioshwe kabisa, nimelemewa na ugonjwa nisafishwe kabisa, nahitaji damu ya Yesu nioshwe kabisa, nahitaji damu ya Yesu, mimi nahitaji damu ya Yesu, mimi natamani damu ya Yesu, nahitaji damu ya Yesu, milele natamani, sina nyingine, nahitaji damu ya Yesu, nioshwe kabisa, nitakaswe kabisa, nahitaji damu ya Yesu initakase kabisa, nahitaji
damu ya Yesu, nahitaji damu ya Yesu, watoto wetu watakaswe, wawekwe huru kabisa. Twahitaji damu ya Yesu, tuoshwe kabisa. Umelemewa na usherati, masengenyo na kiburi, twahitaji damu ya Yesu, tusafishwe kabisa. Nahitaji damu ya Yesu, nahitaji damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu husafisha, hatuna nyingine. Husafisha, damu husafisha, kiri damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu husafisha, kiri damu ya Yesu, damu husafisha, damu ya Mwokozi hurejesha hata ndoa. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu husafisha, damu husafisha, kiri damu
damu ya Yesu, safisha kabisa. damu Ya Yesu, safisha, safisha kabisa. kusafisha mioyo yetu, kurejesha nafsi zetu. Damu ya Yesu kusafisha kabisa. Umelemewa na masengenyo, umelemewa na kiburi. Damu ya Yesu kusafisha kabisa. Damu, Ya Yesu, damu ya Yesu, safisha kabisa. damu, Ya Yesu, damu ya Yesu, safisha kabisa. cha kutumaini sina, yako Yesu wa kutosha. Cha kutumaini sina, yako Yesu wa kutosha. Kwako Yesu nasimama, ni salama, ni salama. Kwako Yesu najificha, ni salama, ni salama. Damu yako ni sadaka, Yesu yakisha. Kwako Yesu twajificha,
sadaka. Baba yakisha nikivikwa hukumuni, roho yangu mimi damu yake ni sadaka. Baba yakisha damu yake tegemeo, daima yakisha ndiwe mwambani salama, 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 ndiwe mwambani salama, salama, salama. Yesu ni tegemeo tosha, Yesu, Yesu, anaweza, 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 akomboa, akomboa, Yesu, Yesu, afariji, afariji, Yesu, Yesu, arejesha, arejesha, Yesu, Yesu, asamehe, asamehe, Yesu, Yesu, damu yake ni sadaka, daima yakisha damu yake ni sadaka,
unatosha Baba, unatosha, unatosha, Yesu, unatosha, unatosha, Yesu, unatosha, unatosha, unaweza, unaweza Baba, unaweza, unaweza, Baba, unaweza, unaweza, Baba, wakomboa, wakomboa Baba, Yesu, Yesu, ni damu ya Yesu ambayo tumekuja kukiri mahali hapa, maana inatosha, inakomboa mioyo yetu, inarejesha hata wanyonge, inainua wadhaifu mchangani, viwete wanatembea kwa hiyo damu ya Yesu. Hakuna damu nyingine imelemea ya wanyama, imeshinda ya Abeli. Ndiposa leo tumewapenda na damu ya Yesu mbale, ni tumaini tosha. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Inatakasa, inarejesha, yaweza mambo yote. Damu ya Yesu, inaweza, inaweza, hakika inaweza.
Father, you are our everything. And it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, oh Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. Lord, it's all about you.
the Lord, Mbale. Bwana Yesu asifiwe Mbale. We have come to you this evening, Tumewajieni jioni ya leo and we thank you for joining us this evening. na tunawashukuru kwa kuungamana nasi jioni ya leo. And why have we come to you, Mbale, this afternoon, this evening? Na je, ni kwa nini tumewajia jioni ya leo Mbale? In worship Ndani ya ibada and with worship. na ibada. It's because of the following. Ni kwa sababu yafuatayo. I want to read one scripture, Nataka nisome andiko moja, then we'll pray together. alafu tutaomba pamoja. The Bible says Biblia inasema in the book of Hebrews chapter 10, katika kitabu cha Waibrania mlango wa 10 from verse 4. kuanzia mstari wa 4. In fact, I can read from verse 2. Hata hivyo naweza anzia mstari wa 2. This is what the Bible says. Hiki ndicho Biblia inasema. Otherwise, Hata hivyo will they not have stopped being offered? Hazingekoma kutolewa. asingekoma kutolewa, For the worshippers will have been cleansed once for all. kwa waabudu ambao walitakaswa kwa wote. Waabuduo wangetakaswa mara moja, Waabudu wangetakaswa mara moja, and will no longer have felt guilty for their sins. hawangekuwa na hatia kwa ajili ya dhambi zao. But those sacrifices are an annual reminder of sin. Lakini dhabihu hizo ni ukumbusho wa dhambi zao wa mwaka. Verse 4. Mstari wa 4. It is impossible for the blood of the bulls and goats to take away sin. Ni ngumu sana kwa damu ya mafahari kuondoa dhambi zao. So, Hivyo basi, why have we come here? ni kwa nini tumekuja mahali hapa? We have come here because of one reason, Tumekuja hapa kwa sababu ya sababu moja, that it is impossible for the blood of bulls and goats to remove sin. ya kwamba haiwezekani kwa damu ya mafahari na damu ya kondoo kuondoa dhambi zetu. Because he's saying, Kwa sababu anasema when they went to worship, wakati walipoenda kuabudu they used to offer animals as sacrifices. walikuwa wanapeana wanyama kama dhabihu, And that sacrifice will remind them of their sins annually. ya kwamba dhabihu hiyo ingewakumbusha dhambi zao ya kila mwaka. But blessed be the name of Jesus, Lakini libarikiwe jina la Yesu who came ambaye alikuja and went on the cross na akaenda msalabani and nailed our sins on the cross. na akadungilia dhambi zetu pale msalabani, That when we receive him, ya kwamba wakati tunapompokea, when we get born again, wakati tunapookoka, we are not afraid of anything. sisi hatuogopi kwa sababu ya chochote. We are not afraid of witch doctors Hatuogopi kwa ajili ya waganga wachawi or witches, ama wale wachawi, but by the power of the blood of Jesus, lakini pitia damu ya Yesu, nguvu ya we damu ya have Yesu, confidence kunayo ujasiri of victory ya ushindi in the blood of Jesus. ndani ya damu ya Yesu. And with the blood of Jesus, Na kwa damu ya Yesu we are assured of healing, tunayo uhakikisho wa uponyaji, deliverance, ukombozi, restoration, urejesho and entry into the kingdom of God. na kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. And so that's why we have come here this evening Na ndio sababu tumekuja hapa jioni ya to leo invite you, Mbale, kualikeni watu wa mbali, that we may all receive the Lord, tukaweze kumpokea Bwana sisi sote, that we may not have the guilty conscience of sin, tusiwe na ile hatia ya dhambi, dhamira ya hatia ya dhambi, dhamira ya hatia ya dhambi, as we wait for the coming of the Messiah, tunapomngojea kwa ajili ya kurudi kwa Masihi which is at hand. ambayo imekaribia mno. So today, Hivyo basi leo hii maybe you are afraid. uenda umeogopa, They have told you, wamekuambia for this condition you are in, ya kwamba
katika hali hii ambayo uko ndani yake, you need to offer a goat. unahitajika upeane kondoo, You need to offer a chicken. inahitajika upeane kuku, Or you need to give a lamb. ama inahitajika upeane kondoo. It's because of things you need to chase from your life. Ni vitu ambayo inapaswa uondoe maishani Kwa mwako, sababu ya vitu kwa sababu ya vitu that you need to chase away from your life. ambavyo unahitaji uondoe maishani mwako, But we utupilie have mbali. come to tell you today, Lakini tumekuja kuambieni leo hii, the blood of goats damu ya kondoo and bulls na mafahari does not take away sin, haiwezi ondoa dhambi, does not take away the curse. haiwezi ondoa laana, But the blood of Jesus ya kwamba damu ya Yesu does so, hiyo inafanya hivyo, can remove sin. inaweza ondoa dhambi. So today, Hivyo basi leo hii, wherever you are, popote mlipo, maybe you want to get born again. huenda unataka kuokoka, Today we can pray with you leo tunaweza omba pamoja nawe that you may receive Jesus, ya kwamba ukaweza kumpokea Yesu, the ultimate security yule mlinzi wa kilele of your life, wa maisha yako, that you may begin preparing for the coming of the Messiah. ukaweze kuanza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa We Masihi. can lift up our hands. Tunaweza inua mikono yetu juu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakupokea nakupokea wewe ulio dhabihu kamilifu, wewe ulio dhabihu kamilifu, iondoao dhambi iondoayo dhambi na laana na laana na dhamira ya hatia. na dhamira ya hatia. Siku ya leo Siku ya leo ninakupokea ninakupokea Bwana Yesu, Bwana Yesu, uingie uingie ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha yangu, unitawale, unitake, unikomboe, unikomboe, futa majina yangu futa majina yangu kutoka vitabu vya mauti kutoka vitabu vya mauti na uyaandike na uiandike kwa kitabu kwa kitabu cha uzima wa milele cha uzima wa milele cha mwana kondoo wa Mungu. Mwana-Kondoo. Imarisha Imarisha uhaki uhaki ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha ili utakaporudi Yesu, Yesu, nikaende na wewe mbinguni. kaende na wewe Siku ya leo na kupokea kupokea ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo uwe Bwana Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka. Let us clap to the Lord. Wacha tumpige Bwana makofi Even as we pray, tunapoomba. everlasting God, Mungu aishie, in the name of Jesus, katika jina la we Yesu, want to thank you because of the opportunity tunataka kushukuru kwa ajili ya fursa that you have given us today ambayo umetupa leo hii to come under your feet, kukuja chini ya miguu yako, that we may worship you, ya kwamba tukaweze kukuabudu, because you are the only true kwa God. sababu wewe ni Mungu wa ukweli peke yake. And so today, Na hivyo basi leo we hii have worshipped you here in Mbale. tumekuabudu hapa Mbale, And so I pray na hivyo basi ninaomba that you may open heavens ukaweze kufungua mbingu and rain your righteousness na unyeshe uwaki wako over this city, juu ya muji huu, that your people ya kwamba watu wako may sprout out in salvation wakaweze kudumu katika wokovu, because kwa sababu of the ultimate sacrifice of Jesus. kwa sababu ya ile dhabihu ya kilele ya Yesu. It doesn't matter Haijalishi their conditions hali zao and their situations. na zile shida zao, But today, lakini leo we have hii worshipped you here, tumekuabudu hapa, the ultimate King. mfalme wa milele wa And so kilele. today, Na hivyo basi I leo hii welcome you here ninakukaribisha in hapa our hearts, ndani ya mioyo yetu in their hearts, na ndani ya mioyo yao and even in their lives, na hata maishani and mwao in their businesses. na biasharani mwao, May you reign supreme in their lives ukaweze kutawala katika hukumu maishani and mwao, bring salvation in their lives, na ulete wokovu maishani mwao, and healing, na and uponyaji hope, na tumaini, even hope of the eternal life hata tumaini ya uzima wa milele with Christ Jesus. ndani ya Kristo Yesu. Lord, we thank you Bwana, for tunakushukuru
everyone who has participated in this. kwa kila mmoja ambaye ameshiriki kwa hili. We humble ourselves Tunanyenyekea sisi wenyewe that you may be exalted. ya kwamba ukaweze kukwezwa As we go away, tunapoondoka. may your peace that surpasses all human understanding Wacha amani yako ambayo inashinda kuelewa kwa binadamu reign here kutawale mahali and hapa, even be with us. na hata iwe nasi. For it is the name of Jesus Christ Ni kwa ajili ya jina kuu la Yesu I've prayed, nimeomba, trusting and believing. nikiamini. Amen. Amina. Amen. The Lord bless you. Bwana wabariki. We will be here next weekend, Tutakuwa hapa juma lijalo, and maybe na huenda you would like to reach us, mungelipenda kutufikia, to come and fellowship with us. mukaweze kuja na kushiriki nasi. I will just leave behind the contact of our senior pastor here Nitaacha nambari ya mchungaji wetu mwandamizi hapa at Mbale here, hapa Mbale, 07 07 27 27 59 59 21 21 49. 49. I'll repeat again. Nitarudia tena. Maybe you need counseling, prayers, and follow-up for that matter. Huenda unahitaji maombi, ule kufuatiliwa na ingine yote. You can get us via this number, Mnaweza kutupata kwa nambari hii 0727 0727 59 59 21 21 49. 49. That is the contact of our blessed Deputy Archbishop, Hiyo ni nambari ya naibu mkuu wa askofu wetu who is here at Mbale altar here near Bridge School. ambaye ako tu hapo katika madhabahu ya Mbale hapo preschool. If you call, Kama utapiga, you will be directed further. utaongozwa kwa The kuendelea. Lord bless you even as we prepare for the coming of the Messiah Bwana wabariki tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, at an unknown day and unknown time. kwa siku ambayo haijulikani na wakati ambao hujulikani. Amen. Amina. And now may the grace of our Lord Jesus